Hapa ndugu zangu, hapakuwa hivi. Ardhi hii ilikuwa iko tupu kabisa, lakini kwa maelekezo ya chama, mkuu wa wilaya huyu na mkurugenzi wamefanya kazi kubwa sana hapa kufuata maelekezo ya chama. Unaweza kuona kama jambo jepesi, lakini kwa mtu anejua gharama ya ujenzi, mtakubaliana nami kwamba hapa kuna kazi inafanyika. Kwa hiyo mimi nilivyo, tabia yangu nilivyo, mtu akifanya vibaya namwambia bana, hapa chama hakijaridhika. Lakini mtu akifanya vizuri lazima tumtie moyo ili aendelee kufanya vizuri zaidi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunakutia moyo na mkurugenzi, hapa mnafanya kazi nzuri zaidi. Sasa tumeona hatua ambayo inaendelea, na mimi nilisema kwa wananchi hawa kijiji cha Kibaya, kimbilio lao wao ni Chama cha Mapinduzi, ndio maana walikuja na wana imani kubwa sana na chama chetu kuhusu mradi huu. Wana imani kubwa sana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwahakikishie wananchi wa kijiji hiki cha Kibaya, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mradi huu utakamilika. Zahanati hii itakamilika, liwe jua liwake, linyeshe, asubuhi, mchana, jioni, usiku, tutahangaika na mradi huu kuhakikisha unakamilika. Wajibu wa chama chetu baada ya kuunda serikali sio kuwakimbia wananchi, tunatakiwa tuwakimbilie wananchi. Hili eneo ambalo tumelikanyaga leo, mwaka mmoja ama miezi 10 iliyopita hapakuwa hivi, na pasingekuwa kauli yako, inawezekana kabisa leo tungekuwa tunakutana na mahindi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maneno yako uliyoyafanya na vitendo vyako, leo tumefika hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikupe taarifa fupi kwamba ulianzisha mchango wa fedha hapa na tulipokea fedha kutoka kwako zaidi ya milioni 10 kama walivyosema, lakini pia wale walioahidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakushukuru kwa ufuatiliaji wako, wameweza kutuletea fedha hizo na zimeweza kufikisha hapa tulipofika. Kwa jinsi tulivyokuwa tumepanga na maelekezo yako Mheshimiwa Mwenyekiti tulivyokuwa umetupa, ni kwamba lazima tuhakikishe wananchi wanapata huduma hii ndani ya mwaka wa fedha 25/26. Kijiji hiki cha Kibaya, kabla ya ujenzi wa zahanati haujaanza, walikuwa wanatembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 5 kufuata huduma ambazo wanahudumiwa na vituo ambavyo viko ndani mjini kwa sababu ya umbali uliopo hapa. Lakini kufuatia zahanati hii itakapokamilika, itasaidia watu zaidi ya 5,000 kupata huduma katika eneo hili ambalo watakuwa wanapata huduma ndani ya kilomita 5 kutoka umbali wa eneo hili. Halmashauri ya wilaya ya Handeni ina jiografia kubwa, kwa hiyo japo tuna vituo vingi zaidi ya 62 vya serikali, lakini kwa sababu jiografia nao ni kubwa, bado watu wanapata huduma kwenye umbali unaozidi kilomita 5 tofauti na mwongozo wa serikali. Kwa hiyo kadri ambavyo wananchi wanahamasika, serikali nao inaongeza fedha katika umaliziaji. Kukamilika, tayari serikali imeshaleta fedha ya umaliziaji zaidi ya milioni 47 ambayo tayari ipo kwenye akaunti yao kwa ajili ya zoezi la umaliziaji. Na huo ndio mpango wa serikali. Wananchi wanapoonyesha nia, serikali inaweka fedha kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za wananchi. Zahanati ikikamilika, basi nitajipanga na uzazi mwingine, maana na watoto 5 tu nimesimama kuzaa kwa sababu ya shida tunaoipata. Nashukuru kwa sababu sisi tulikuwa hatuna zahanati, tulikuwa tunatoka hapa umbali kutoka hapa mpaka juu katika kijiji cha jirani. Sasa tunashukuru sana tumepata hospitali. Tulikuwa tunatoka hapa ni umbali kama kilomita 3 au 4 mpaka juu. Wazazi wanajifungulia, kwa mfano anashikwa na uchungu, anajifungulia njiani kabla hajafika. Mradi huu umetupa faraja kubwa kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata shida sana. Kwa mfano wamama wanapata shida
ikifikia hatua anataka kujifungua, unakuta wakati mwingine ni usiku. Kwa hiyo umtoe mpaka hapo umpeleke sehemu ya huduma, pana umbali mrefu, unakuta wanajifungulia njiani, unaona. Kwa hiyo mradi huu utakapokamilika, kwa kweli tutashukuru sana sisi wananchi wa Kibaya. Kwa mradi huu mwenyekiti wa chama tunamshukuru sana kwa kuwa yeye ndio chanzo kikuu cha ujenzi huu wa zahanati hii ya kijiji cha Kibaya. Kwa kweli kwa hilo tunamshukuru na tunaomba awe na moyo huo, aendelee kutusaidia mpaka tufikie malengo ya mradi huu.